Tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2001, takriban miaka 25 iliyopita, aliyekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili alimteua Padre Ludovic Joseph Minde wa shirika la kazi za Roho Mtakatifu kuwa askofu wa pili wa jimbo Katoliki Kahama, akichukua nafasi ya aliyekuwa mtangulizi wake ambaye alikuwa ni askofu wa kwanza wa jimbo Katoliki Kahama, marehemu Washam Matthew Shija, aliliongoza jimbo hilo tangu mwaka 1983 hadi tarehe 24 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2001. Yafuatayo ni mahojiano maalum na Mhashamu Ludovic Joseph Minde, askofu wa sasa wa jimbo Katoliki Moshi, ambaye mwaka 2026 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 25 ya daraja takatifu ya uaskofu na miaka 40 ya daraja takatifu ya upadre. Kwa niaba ya wale wote waliokuandalia kipindi hiki, mimi ni Eric Pasco Jr. Karibu. Alhamisi ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 1986, takriban miaka 40 iliyopita, Askofu Ludovic Minde aliwekwa wakfu rasmi kuwa padre. Je, ni nini hasa kilimvuta Askofu Minde kujiunga na maisha ya wito mtakatifu? Mambo ni mengi, lakini kwa ufupi, kwa muhtasari tu ningesema ni uzoefu wangu katika sala, kuanzia na kwenye familia, lakini pia sala za mtu binafsi. Tulifundishwa sana kusali, si kusali tu nyumbani, lakini pia kuwa na tabia ya mtu mmoja mmoja kusali peke yake, na hiyo nilishikilia sana. Lakini pia mapadri, kuwaona mapadri tulipokuwa tunatumikia misa mara nyingi katika parokia ya Kiboshomama tukiwa wadogo sana, niliguzwa sana na wale mapadi, na mimi nikawa natamani kuwa nao siku moja. Mambo yalianzia huko kwa kifupi. Bila shaka utakubaliana nami kwamba maisha ya familia mara zote yanachangia kukuza wito mtakatifu. Je, kwa Askofu Minde, maisha ya familia yake yalichangia kwa kiasi gani yeye kuchagua kuwa padre Mkatoliki na baadaye kuwa askofu ndani ya kanisa Katoliki? Bila familia, baba na mama walivyokuwa watu wa imani kuwa kwa Mungu, lakini pia nikakuta dada zangu kwa wanapenda sala, basi na mimi nikaingiamo, sala za asubuhi, sala za mchana, lakini hasa asubuhi na jioni, sala ya Rozari Takatifu kila siku, na mafundisho tulikuwa tunapewa na baba na mama na wale dada zangu masista ambao Mwenyezi Mungu ameshawaita nyumbani, walichangia sana. Je, safari ya Askofu Ludovic Minde kujiunga seminari siku ya kwanza ilikuwa ni safari ya namna gani? Na siku hiyo alijisikiaje? Haya ilikuwa ni majibu yake. Tulikwenda kama nilivyosema, ni kama taratibu za siku hizi tu. Jinsi tulivyokuwa tunapenda sala, tulivyokuwa tunapenda kutumikia misa takatifu, tunawapenda wale mapadi, tunawakumbuka hao mapadi wote sasa ni marehemu, wakina Padre Joseph Babu, Padre Barnabas, Padre Jeromi, hata Padre Baba Kajetani tumekaa naye kwa muda, na kwa kweli ndio alitupeleka kwenda kufanya mtihani wa seminari kule Kilema. Sasa inakuja tu kwamba si unatamani hicho kitu unavyokaa na hao watu, na wao wenyewe wanakuona kwa kweli, wanasema we utakuwa padri tu, we utakuwa padri. Kwa hiyo na basi, na kipindi cha kujiandikisha kwenda seminarini kinapofika, ni wao wenyewe wanaanza, wewe lazima uwe padri, wewe tumeshakwambia unaenda seminarini. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Mimi sikupata shida, nilipelekwa kwa uwepesi tu. Askofu Ludovic Minde kwa asili ametokea jimbo Katoliki Moshi, lakini wakati wa majiundo yake ya upadre alijiunga na shirika la kazi za Roho Mtakatifu. Je, nini kilichopelekea yeye kufanya uamuzi huo? Hapa anabainisha kwa kina. Nilikuwa ni mwanajimbo na Wakatoliki Moshi, tulikuwa tunasoma seminari ya Kilema. Mwalimu wetu, rekta wetu mkuu alikuwa na baba askofu Amedeusi sana marehemu, na walimu wengine wengi wapo. Ndiyo ilikuwa inafahamika kama ni seminari ya jimbo, lakini hawakuwa sasa wamezuia kwa namna ya pekee kabisa kwamba vijana wanaoitwa katika wito wa mashirika ya kimisionari hawezi kwenda. Kwa kweli tulipojieleza
mimi baba rekta alikuwa anapenda sana nibaki kuwa padri wa jimbo la Moshi, lakini pia kwa bahati nzuri tulikuwa nimeshamweleza pia baba Askofu Kilasara ndiye alikuwa analea wakati ule vijana hao wanaotaka kujiunga na shirika hilo la mapadri wa kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa baba Kilasara akalimshirikisha baba rekta kwamba huyu kijana pia ameshanieleza kwamba mkiona kwamba inafaa na mwelekeo huo mumruhusu, ni kitu ninachokifahamu pia. Kwa hiyo mimi sikuwa na shida pekee, ingawaje najua kwa kweli baba rekta pamoja na mapadri walikuwa wanapenda nibaki kuwa padri wa jimbo Katoliki Moshi. Lakini hata sasa hivi mipango ya Mungu imegeuka tu, ni padri wa jimbo Katoliki Moshi katika maana halisi. Je, wakati alipopokea daraja takatifu ya upadri kwa mara ya kwanza mwaka 1986, aliwahi kufikiri hata mara moja atakuja kuwa askofu? Hakuna mtu anayefikiria mambo hayo. Ni mambo makubwa magumu ambayo yamesitiriwa katika moyo wa Mungu. Si mshangao mkubwa na kuchanganyikiwa. Mimi nilikuwa nje ya jimbo. Nilikuwa Roma, nikawa natafuta huku nyumbani, sipatikani, nikawa natafutwa. Sasa wakati huo nilikuwa nafundisha Segerea, wakati huo nilikuwa pia ni padri msaidizi wa mkuu wa shirika, nikawa natafutwa, sipatikani kwa muda mrefu. Kwa hiyo nikiwa kule Roma nikaenda kwenye university ya Leuven Catholic University. Nikiwa kule nikapata simu kutoka Roma kwamba unatafutwa na wakubwa wako, walikuwa wanataka kuongea na wewe. Nikapiga moshi, nikafikiri labda kuna matatizo. Nikaambiwa unatakiwa huku nyumbani kwa haraka. Nikauliza kuna nini? Wakaniambia wewe ukifika utaambiwa. Kwa mimi nikafikiri kwamba ni kifo. Baadaye nikajaribu kuchunguza yule pale, akasema na si wenyewe watufahamu unatafutwa sana. Basi nikafika nyumbani, nikaambiwa unatafutwa na balozi wa Baba Mtakatifu, wiki hii ni ya pili. Nikaenda, basi nikapewa huo ujumbe. Basi kama nilivyosema, hapa ni kuchanganyikiwa na mshangao mkubwa. Mambo haya yatawezekanaje kwangu, yatokee kwangu mimi wakati ambapo sistahili? Kwa kifupi, kwa hiyo mimi pale nilikuwa nafundisha Segerea, nilikuwa ni mwalimu wa maandiko matakatifu, lakini pia nilikuwa ni baba wa kiroho wa shule yote, lakini pia nilikuwa ni msaidizi wa mkuu wa shirika. Sasa ilipotokea nilishtuka sana, maana sasa unajua hapo ni 2000 na ngapi na moja, bado Tanzania yani haikuwa rahisi kufahamu maeneo ya Tanzania kama sasa hivi. Kwa hiyo baada ya kuambiwa na balozi wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili amekuchagua kuwa askofu wa jimbo Katoliki la Kahama, kwa sababu sasa Baba Askofu Mateo Shija amefikia umri wake wa kupumzika, na hivi baada ya kusana mahangaiko makubwa Baba Mtakatifu amekuguza wewe, unasemaje? Kwanza kimya kikuu. Nikawaambiwa pale niseme kitu kimya kikuu, sema kitu kimya kikuu. Nikapelekwa kanisani kusali, akarudi tena akaniambia lazima useme neno. Basi nikamuuliza balozi wa Baba Mtakatifu, Kahama iko wapi? Akacheka sana, alikuwa ni Muitaliano. Akaniambia wewe ni Mtanzania, wewe ni mtoto wa Tanzania, ufahamu Kahama iko wapi? Kweli akaenda ndani
nimelifahamu jimbo langu la Kahama katika ramani. Akawa ananituliza, sasa usiogope. Unakuwa na woga gani? Unaona hata kaka yako wakati huo ni unajua tulikuwa tunafundisha Segerea, hapo tulikuwa mlolongo wa mapadri ambao Mwenyezi Mungu aliwachagua kwa karibu sana kama maaskofu. Kaniambia usiogope, unaona hata kaka yako Severin kwake jimbo lake ni hapa, mko karibu. Halafu wewe si mlikuwa karibu sana na Father Damian, Askofu Damian, askofu mkuu wa jimbo la Songea, ambaye wakati huo sasa ndiye alikuwa amechaguliwa kama nani, kama askofu wa Geita. Kaniambia sasa mahangaiko ni ya nini? Unaona hata yuko karibu tu. Kwa hiyo nilifahamu jimbo langu la Kahama kwenye ramani. Kwa hiyo nikajiandaa hivyo, nikaanza kujiandaa hivyo kwenda kwenye jimbo ambalo sifahamu hata njia kwenda huko ni ipi. Kwa kifupi basi muda ukafika tukaenda huko. Haikuwa rahisi, tumetumia siku 3 kufika Kahama. Kwanza tukalala Singida, tukaenda lala tena, tukaenda lala wapi tena pale karibu na tumelala Nzega, alafu ndio tukaingia Kahama siku ya 3. Kutoka kuwa mwalimu na mlezi wa seminari hadi kuwa askofu. Je, Baba Askofu Minde anaikumbukaje tarehe 5 ya mwezi wa 8 ya mwaka 2001 alipowekwa wakfu kuwa askofu wa pili wa jimbo Katoliki Kahama? Baada ya kufanya ile safari ya siku 3, kulala Singida, alafu Nzega, alafu tukafika Kahama. Basi tukafika Kahama hivyo kwa haraka kengele ikagongwa, tukaambia ndio naenda kabidhiwa kanisa sasa. Tukaenda, basi ni mazingira mapya kabisa. Tukaenda tukakabidhiwa kanisa siku yake ya pili, siku ya Jumapili ndio sasa siku ya wakfu kama kawaida. Maaskofu hapo waliona baya kutosha tu, wakaja. Alikuwa kule akina Nuncio Mwadhama Kardinali Pengo ndiye ameniweka wakfu. Kwa hiyo basi ilikuwa ni siku ya mahangaiko moyoni, itakuwaje, nitaweza kweli kujibu hayo yote, nitaweza sasa naenda kuwa mtu mwingine kabisa? Ni mahangaiko moyoni, lakini basi kwa vile umeshasali unajikabidhi katika ulinzi wa Mungu, mambo yakawa hivyo. Jioni ikafika tumeshakuwa askofu, tukaanza kubariki watu. Siku za mwanzo za kuwa askofu hazikuwa siku rahisi. Hapa Askofu Ludovick Minde anabainisha changamoto za siku za awali za uaskofu wake. Changamoto kubwa ni juu ya jimbo langu la Kahama, na ndiyo hata wakati mwingine sipendi sana kuongea juu ya historia yangu ya Kahama, maana nafikia mahali nalia. Ilikuwa ngumu sana. Sikuwa na mahali pa kulala. Nilikuwa nalala store number 9. Sikuwa nimeshafahamu, nilikuwa ni pale mlangoni kumeandikwa store number 9. Nilikuwa nimeandikwa number 9 ule mlango, baada S number 9, lakini baadaye nikaambiwa hapa ni store number 9, maana baba askofu alikuwa anajiandaa kujenga sasa makazi ya askofu, na alikuwa na store mbalimbali pale. Alikuwa amehifadhi vitu, ingine matofali, ingine basi vyombo kutoka Ujerumani. Wakati ule ndio Wajerumani wanatuuzia tiles na nini. Kwa hiyo sikuelewa, ni baadaye tu ya wiki mbili kauliza ni kwa nini hapa inaitwa ni S number 9. Nikamwambia ni store number 9. Nikashtuka sana, lakini kwa mazingira yake ilikuwa hivyo, mateso makubwa, upepo unaingia ndani, vumbi. Unaita kafrateri kalichukua karibu, frata njoo tusukume kitanda, tunasukuma upande mwingine, upepo tena hivyo. Kwa hiyo hali ilikuwa ni ngumu sana. Nikasema mimi I'm not going to despair. Ndio wakati huo nilianza kumpenda sana Yesu katika Ekaristi. Nikaanza kuabudu usiku mzima, mimi pamoja na vijana wangu wale walikuwa wanakaa na mimi, lakini pia wanapofikia mahali wakashindwa, niliendelea mwenyewe tu. Basi baadaye
Sasa shida inakuwa sio hiyo moja tu, sio nyumba tu, ni mengi, mazingira, magari, mito. Kwa hiyo hali haikuwa njema hivi wakati wa mwanzo, lakini kwa sababu ya sala Mungu ambaye amwachi mtu, baada ya muda unavyokwenda, nilianza kuona mabadiliko ya ajabu, sikuamini. Tukapata na nyumba nzuri ya askofu na nyumba ya mapadri, tukapata na nyumba za wageni, basi mambo yakaenda hivyo, lakini it was not easy, haikuwa rahisi. Kahama ya mwanzoni haikuwa rahisi. Katika kipindi cha huduma yake kama askofu kwa miaka 25 na kama padri kwa miaka 40, je, Askofu Ludovick Minde ni jambo gani linampa furaha kubwa hasa anapoangalia mapadri, watawa na waamini aliyowalea kiroho? Hapa anabainisha kwa kina. Ni kama ninapowaona kwa kweli wale ambao nimewalea, wengine nimewashauri, furaha yangu kubwa ni kuona kwamba wanamtumikia Mungu, wamejitoa katika utume wao, wengi wao wamejimwaga kabisa katika utume wao kama mapadri, wanamtumikia Yesu na wanapenda na vijana wafikie wito wa upadi kama wao. Kwa hiyo inafurahisha unapoona wao wamefikia, wamenauchangamkia utume, wanampenda Yesu, wanapenda utume, wanawapenda watu, wanalipenda kanisa la Mungu na wanapenda wadogo zao waje pamoja na changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini hiyo ndio furaha yao kubwa. Hawaogopi changamoto, wanachapa kazi pamoja na Yesu. Je, Askofu Ludovick Minde akiangalia kanisa la leo na kwa namna ya kipekee vijana wa kizazi hiki, anaona nini kinachohitajika zaidi ili kulinda na kuendeleza wito wa kitawa na kipadre? Haya yalikuwa ni majibu yake. Maisha ya sala, malezi, maisha ya sadaka, kujikatalia, lakini elimu ya mabadiliko makubwa inahitajika kwa vijana wetu, wajue kwamba hata sisi tunaonekana kwa namna fulani ni mapadi wazuri au tunajitahidi, si kwamba tumelelewa kwenye ulimwengu ambao una mchanganyiko mkubwa wa vitu, sayansi na teknolojia kama huu. Kwa hiyo elimu inahitajika ya kuwaelekeza vijana wanaokuwa na wanaoelekea mito katika ulimwengu wa namna hii, wanapaswa kufuata mkondo upi wa maisha ili wasije wakanaswa, wakamezwa na yale ambayo yako katika ulimwengu wetu. Askofu Ludovick Minde aliliongoza jimbo Katoliki Kahama kwa miaka 19 tangu tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2001 hadi alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo Katoliki Moshi tarehe 2 Disemba mwaka 2019 na kusimikwa tarehe 19 Machi mwaka 2020. Lakini pia aliliongoza jimbo hilo katika nafasi ya msimamizi wa kitume kwa miaka miwili kuanzia tarehe 2 Disemba 2019 hadi alipopumzika tarehe 4 Septemba mwaka 2022. Je, nini siri ya mafanikio makubwa aliyopata jimboni humo? Hapa anabainisha. Ni kutokata tamaa katika maisha, kufanya kazi pamoja na Mungu, kujikabidhi kwa Mungu. Kama nilivyosema, nilipoona kwamba ninaelekea kukata tamaa, nilisema hapana, I am going to appeal to Jesus. Nikajizamisha mikononi mwa Mungu, na hasa katika Yesu wa Ekaristi, kwa mama Bikira Maria, kwa neno la Mungu, kumsikiliza Yesu daima katika Injili. Kwa hiyo mafanikio yanapatikana hapo. Ikiwa ni mtu wa kukata tamaa,
hutaweza kuendelea sasa, hata kama Mungu anataka kusaidia umeshakata tamaa. Kwa hiyo ni lazima tujitahidi sana na tuombe sana neema ya kutokata tamaa upesi katika maisha, hata kama ni changamoto zipo za kutisha, hata kama maisha ni magumu. Turudi kwenye mali, tumtegemee, turudi kwenye mali, turudi kwa Mungu kwa imani kuu, turudi kwa Yesu kwa imani kuu, na tuendelee kushirikiana naye katika kazi zinazowezekana, tunazoziweza, zinazowezekana katika uwezo wetu wa wakati ule. Na kwa hakika, yani kwa hakika nimeshuhudia 100% Mungu hakutuacha. Mungu hakuniacha. Pamoja na kwamba nilikuwa nafikiria kwamba nitashindwa tu, lakini baada ya kujitoza hivyo nilianza kuona miujiza kama nilivyosema mikubwa kuhusu maendeleo, kuhusu mabadiliko makubwa ya jimbo langu la Kahama kwenye nyanja mbalimbali. Basi na shaka umepata nafasi ya kuburudika, ya kujifunza kutokana na masimulizi haya ndani ya kipindi cha Safari ya Wito na Mhashamu Ludovick Joseph Minde, askofu wa sasa wa jimbo Katoliki la Moshi. Kwa niaba yake Adelina Urassa, Cleophas pamoja naye Clever Thomas, mimi ni Eric Vasco Jr. Asante kwa kuichagua, kuiwezesha na kuifuatilia Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako.